Peoples. Sasa ndugu zangu wa Magu, hapa mkusanyiko wa Bujora na Kisesa, kuna mengi ambayo tungezungumza, lakini leo huu ni mkutano wetu wa 3 hapa Magu. Yaanzia Kabila, Magu mjini, tuko hapa Kisesa na Bujora. Tuna mkutano bado wa hadhara Mwanza mjini, na sasa hivi ni saa 10:10, na ule mkutano pale Mwanza mjini hatutahutubia sisi peke yetu tulioko hapa. Tutaongozwa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche. Tutafanya mkutano Igoma, wako barabarani sasa hivi karibu na Igoma, wanatusubiri tuingie wote kwenye mkutano, na ule mkutano ni wa kimkoa kwa ajili ya kuhitimisha ziara kwa upande huu. Kwa sababu hiyo, ninawaomba Kisesa na Bujora mniruhusu leo nisihutubie muda mrefu. Boladuhu nahene ila niseme si kuhutubia, ila nitake kura yenu ya wazi kabisa, kwa sababu kura hii ya wazi ilipigwa Hungumalwa, ilipigwa Ngudu, ilipigwa Sumve katika mikutano niliyofanya jana, imepigwa Magu mjini. Sisi tumesema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, kwa maana no reforms no election, na kwamba bila mabadiliko tutawaongoza nyinyi wananchi kuhakikisha kwamba uchaguzi haufanyiki. Wao wanasema huo ni msimamo wa Chadema tu, ni msimamo wa viongozi wa kitaifa wa Chadema, sio msimamo wa wananchi. Sawa sawa, lakini sisi tunajua hapa Bujora, hapa Kisesa na kata zenu nyingine mmeumizwa na namna wagombea wa upinzani wa vijiji, vitongoji na mitaa walivyoenguliwa kwa wingi, na wachache waliobaki walihujumiwa, mawakala wakaondolewa, wakaiba uchaguzi. Mimi najua kihistoria Magu hii mwaka 2014 Chadema kati ya vijiji na mitaa 82 ya wilaya hii ya Magu, Chadema ilishinda 41, sawa na 50%. Mlitunga mkono, asanteni sana kwa kura zenu mwaka 2014. Lakini mwaka 2019 wakaondoa wagombea, tukajiondoa kwenye uchaguzi. Mwaka 2020 wakaiba uchaguzi kwa kuhujumu mawakala, polisi hawa wakitumika vibaya kuwa mstari wa mbele na wasimamizi kuiba uchaguzi. Mwaka 2020 Tundu Lissu akiwa mgombea urais. Sasa wakatuambia Rais Samia ni tofauti na Magufuli, lakini tofauti ingeonyeshwa kwa matendo, kwa kubadilisha katiba, kubadilisha sheria, kubadilisha kanuni. Wamebakisha mambo yale yale kwa nia ya kuiba uchaguzi, na matokeo yake yameonekana 2024 Novemba. Katika hali hiyo sisi tumesema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa wao wanasema hii ni ya kwetu peke yetu, tupate kura ya wazi. Wangapi mnaunga mkono kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, tunazuia uchaguzi? No reforms no election. Tuseme no reforms no election. No reforms no election. No reforms no election. Asanteni sana. Sasa la pili tu, wao wanasema sisi tunaamini kwamba muda upo bado wa kufanya haya, kwa sababu wakati mfumo wa vyama vingi unaanzishwa Tanzania, kwenye kikao kimoja cha bunge waliingiza miswada miwili kikao kimoja, mswada wa marekebisho ya katiba na mswada wa marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa. Kuingiza vyama vingi iliwezekana, lakini sasa wanasingizia muda hautoshi. Kwa bahati mbaya sana, katika hili la kusema muda hautoshi, wamejaribu kuwapotosha baadhi ya viongozi wachache wa dini. Nashukuru akina Mama Kula, kina Sheponda,
Askofu Pisa na viongozi wengine wa kiroho wako mstari wa mbele kusisitiza mabadiliko yafanyike kabla ya uchaguzi. Sasa sisi tukawaambia, kama mnasingizia muda hautoshi kufanya mabadiliko, sisi tuko tayari uchaguzi usogezwe mbele ili kwanza mabadiliko yafanyike. Sasa wanasema hayo nayo ni maoni yenu viongozi wa Chadema, sio maoni ya wananchi, kwa sababu wananchi wamejiandikisha kupiga kura na wanataka sana wapige kura mwaka huu wa 2025. Hamtaki, si ndio? Hamtaki, si ndio? Sasa wangapi mnasema mpaka kwanza mabadiliko yafanyike, hata ikibidi kusogeza mbele uchaguzi usogezwe mbele tupate kura hiyo ya wananchi? Wazi kabisa kwamba hata ikibidi uchaguzi usogezwe mbele, wananchi wako mko tayari uchaguzi usogezwe mbele. Sasa jana kulikuwa na tukio la kusimikwa kwa mmoja wa askofu. Serikali ikaenda, tukio lilikuwa la kanisa la Anglican. Biteko akiwa pale mgeni rasmi, akiwepo spika wa bunge Tulia, viongozi wa kidini wakazungumza nao. Sasa kuna kauli ilitoka pale ambayo inashabihiana na kauli ambayo watawala walituambia mahali kwamba eti uchaguzi ukisogezwa mbele nchi itaingia kwenye mgogoro wa kikatiba. Sasa nataka nilijibu hili kwa sentensi mbili tu, alafu niliishie hapo. Takumbuka kwa wale wenye umri mkubwa kidogo, mfumo wa vyama vingi ulivyoanza, uchaguzi wa udiwani ulikuwa unafanyika pamoja na uchaguzi wa mitaa, uchaguzi wa ubunge na urais ulikuwa peke yake, si ndio? Alafu baadaye ili kuunganisha uchaguzi wa